kote nchini Tanzania. Assalamu alaikum, tumsifu Yesu Kristo na Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe. Asanteni sana kwa kuendelea kusimama imara, kuipenda nchi yetu kama ambavyo mwalimu alisema tuipende nchi yetu kama ambavyo tunawapenda mama zetu. Leo nikasema niwashirikishe mambo kadhaa. La kwanza na kubwa kuliko yote, tusitoke katika mstari. Hakuna uchaguzi. Kuna mikutano ya hadhara inaendelea ambayo gombea kiongozi wa chama chetu cha Mapinduzi anafanya mikutano kila pahala. Ni mikutano ya hadhara kwangu mimi. Uchaguzi ni jambo muhimu kubwa la kitaifa katika nchi yetu, na lengo lake huwa ni kuleta pamoja kama taifa, kuamua nani anakuwa kiongozi wa nchi yetu. Ni taasisi gani ya kisiasa, taasisi ya umma, chombo cha watu, chama cha siasa kinapewa dhamana ya kutoa uongozi wa serikali, lakini pia ni wakina nani, kwa maana ya vyama na mtu mmoja mmoja wanapewa dhamana ya kuwa wawakilishi wetu katika Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kwa maana ya Jamhuri ya Muungano, madiwani kule katika ngazi ya kata, lakini pia rais wa Zanzibar, wawakilishi wa Baraza la Wawakilishi, pamoja na madiwani katika wadi kule Zanzibar. Kwa uchaguzi huwa si tendo la hila linalopangwa kwa ujanja ili wachache wajikwapulie uongozi kinyume na utaratibu. Uchaguzi unapaswa kuwa tukio linalotuleta pamoja kama taifa, kusikiliza sera kutoka vyama tofauti vinavyogonganisha hoja na mawazo, ili wananchi hatimaye wasikilize, wachambue na kisha waseme hao wa hoja zao wanafaa kutuongoza katika nchi yetu. Mimi nina matatizo makubwa katika namna ambavyo mchakato wote ulikuwa, kuanzia Chama cha Mapinduzi ulivyotindinganywa, ulivyovurugwa, walivyobagaza na kubananga katiba ya CCM, taratibu na kanuni za chama chetu, desturi nzuri. Nisiweke maelezo hayo marefu, lakini yote hayo baada ya kubagazwa na kubanangwa ndio yakapelekea kupatikana hawa ambao wanaitwa wanagombea kupitia Chama cha Mapinduzi. Wana CCM hawajawakubali watu hawa. Unaweza kutumia vyombo vya CCM kama mkutano kuhalalisha jambo lako ovu, lakini ni wakati mdogo tu na haki itasimama. Lakini kikubwa, kwa sababu tunaye rais kwenye nchi hii ambaye ni Samia Suluhu Hassan, mimi niendelee kusisitiza ana jukumu la kulileta taifa pamoja. Yeye ndio kiongozi wetu mpaka sasa hivi, na anapoona taifa limegawika ni jukumu lake kulileta taifa pamoja, ili sote tusimame pamoja katika nyakati muhimu kama hizi, na yeye awe mstari wa mbele kutuepusha kwa kutoa uongozi katika namna yoyote ya mgawanyiko unaweza kutokea katika nchi yetu. Yote haya hayajafanyika. Uchaguzi umekuwa kioja, umekuwa kiini macho. Hata wale ambao tunaweza tukasema ndio kama wapinzani hivi, kiongozi wao mfungwa gerezani, anaendelea na kesi huko. Chama chake kimepigwa pini kubwa kweli, kisiwezi kufanya hata siasa katika nchi yetu katika msingi wa haki. Hili halikubaliki. Lakini nchi imegawika, watu wanasikitika, watu wana huzuni kubwa.
Lakini viongozi wa Chama cha Mapinduzi ni kama wameshupaza shingo, na hii inatupeleka kwenda kiwango kingine cha kusema watu hawa sio tu wanatakiwa kukataliwa, hatutakiwi kutoa ushirikiano, ikiwemo kuto kuhalalisha haramu wanaoifanya sasa hivi. Hivyo ni muhimu kwa kila mtu kufahamu. Mimi nasema kuto kushiriki uchaguzi ndio kitakuwa kitendo kitakatifu cha kuto kutoa uhalali kwa watu wenye dhamira mbaya na nchi yetu. Nilipenda hili nianze nalo vizuri sana. Leo nitaka niwasimulie mambo kadhaa. Moja, na nitakuwa nimepiki mambo mengi kwa sababu nilikuwa na tafakari sana na nawasikiliza maoni yenu. Mwingine anasema bwana fanya iwe shule, wengine wanasema hapana tuzungumzie mambo ya watu, na muda hautoshi kwa nitakuwa nachanganya. Hivi mkisikiliza mgombea wa CCM amekuwa akitoa orodha ya vitu vya kufanyika, vitu ambavyo mkuu wa wilaya anaweza akafanya, vitu ambavyo mkurugenzi wa halmashauri anaweza akafanya, vitu ambavyo kwa kauli ya kiongozi mmoja mkuu wa mkoa na vikao viketi, jambo hilo linafanyika mara moja namna hii. Tunaona mgombea wa urais ndio anazungumza vitu hivi. Mmemwona kule Songea anaahidi mkituchagua soko hili litakamilika, tutajenga soko. Huu ni mwaka 2025. Soko ni jambo dogo sana ambalo kwa sera hizi za CCM linaweza likakamilika ndani ya muda mfupi kabisa na lisisubiri uchaguzi mkuu. Swali la kujiuliza, kama haikuwezekana kuweka soko, ni kitu gani kingine kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Kama haikuwezekana kujenga hizi flyover tuliziahidi mwaka 2020, ni kitu gani kitawezekana katika miaka mitano inayokuja? Tuliaminisha watu kutoka mwaka 2015 kuhusu miradi ya kimkakati mikubwa ambayo ikikamilika utekelezaji wake unahusisha watu wengi, kukamilika kwake kunahusu watu wengi. Nikimsikiliza Mama Samia, silioni hilo likitoka. Unasikia tu ni orodha ya vitu vidogo vidogo, Kiingereza ningesema practical needs, mahitaji madogo madogo ndio hayo yanatuahidi. Tafsiri yake nini? Hawana dhamira ya kweli na ya dhati, na yeye akiongoza kutufanyia mageuzi makubwa katika nchi yetu ya Tanzania. Hili mimi sikubali na nalikataa kwa nguvu zote, kwa sababu nchi hii Watanzania wanalipa kodi, ndio inaendesha serikali, ndio inapaswa kutoa maendeleo kwa watu wetu. Pesa ya nchi hii inatosha kufanya mabadiliko na mageuzi makubwa ya kuleta maendeleo makubwa kwa watu wetu wa Tanzania. Unapoona tunatoa ahadi nyepesi za kujenga masoko hapa na pale, inasikitisha. Haya mambo yalitakiwa kwa kauli moja yangekuwa yamefanyika. Kama hayakufanyika katika miaka mitano ambayo tumeikamilisha mwaka huu, najiuliza tulikuwa wapi? Kwa nini hatukufanya? Tumewaeleza wananchi kwa nini hatukufanya, na sisi wananchi tumewaelewa sababu zao kwa nini hatukufanya, kwa sababu sisi wananchi hatukuacha kulipa kodi wakati wote ule kwenye nchi yetu. Kama sisi hatukuacha kulipa kodi, kwa nini wao hawakutekeleza wajibu wao? Tusifurahie kwenda kwenye hii mikutano ya hadhara anafanya. Of course mikutano hii anaweza kawa yeye ana utaratibu wake wa kuleta watu wake pale, lakini isituzuie kuendelea kujadili Mama Samia alikuwa wapi
mtu kufanya mambo haya katika miaka mitano inayokamilika kipindi hiki. Mimi nimewahi kuuliza kipindi fulani mwaka 2021. Na niliuliza kwa sababu nilikuwepo kipindi ambacho Mama Samia akiwa makamu wa rais na rais akiwa John Pombe Joseph Magufuli alimuita Mama Samia, alimuita waziri wa TAMISEMI wakati huo Simba Ndiafu, akawaambia msinyanyase wamachinga, msiwahamishe bila kuwaeleza kwa hakika mnawapeleka wapi, au kuweka utaratibu rasmi na ulikuwa wazi kusema tunatoka hapa tunakwenda kule, na wale wanaosikiliza watasema kwa hakika ninaiona mipango inayokwenda kulinda maslahi mapana ya biashara zetu na maisha yetu, na huo ndio utu wa watu wetu. Baada ya Rais Magufuli kufariki ikafanyika kampeni kubwa ya kuwaondoa wamachinga kote nchini Tanzania, kuwavuruga kabisa kutoka kwenye maeneo yao walikuwa wakifanya biashara. Hakukuwa na maelezo ya msingi, mnawatoa hapa mnawapeleka wapi na kwa nini na mpango ni upi. Naweza mimi nikaonekana muongo leo, lakini wamachinga si wapo? Je, kutoka mwaka 2021 22 mpaka leo hali zao zimeboreka kwa hamisha ile? Kama ndio, wao wawe mashuhuda. Kama sio, ni wakati wa kutafakari ya kwamba kama wameshindwa kujenga mustakabali mpana wa wafanyabiashara hawa wadogo, ni mustakabali upi wanatuahidi katika miaka mitano inayokuja? Au ndio ile hadaya jukwaani, ukiomba kura na baada ya kupata kila mtu ajijue, kila mtu afe na lwake? Mimi nilikataa kuwa sehemu ya uongozi unaoendeshwa kwa ahadi zisizokuwa na kweli. Moja, kwa sababu mimi pia ni mtaalamu mzuri tu wa maendeleo, na ninapoona mambo yanafanyika kinyume na taaluma. Lakini pia mimi na hofu ya Mungu, kwa sababu napenda kwenda mbinguni, na dhamira yangu inakataa. Na tulianza mfano mmoja mdogo pale Mwenge, tuliwaambia wamachinga waondoke pale kwenye stand, tukawapeleka kule njia ya kwenda Coca-Cola kwa kuahidi soko likikamilika tutawarudisha. Ninawauliza wamachinga wa Mwenge, baada ya soko kukamilika, je, mmerudishwa ndani? Jibu mko nalo ni ila mimi nikipita, picha ninayoiona si picha ya wamachinga waliorejeshwa, kwa sababu hata kule njia panda ya kwenda Coca-Cola wamachinga bado wako pahala pale, hatari kwa usalama wao na wanunuzi wao wanaokuja. Hili halikubaliki. Alafu unajua hii habari ya biashara mjini na wajasiriamali si jambo la kusubiri kampeni, ni jambo la dhamira. Mimi sioni dhamira ya Mama Samia na maelezo yanayotolewa kwenye kampeni. Iko mtu anasema kuna chuki. Chuki ya nini? Hakuna chuki. Nimeamua kusema ukweli, na kama yupo mtu mwingine ana ukweli mzuri zaidi kuliko niliokuwa nao, na hakuseme tusikilize, alafu mimi watu watanipuuza. Mimi nilipata kuwa mkuu wa wilaya wa kwanza wa wilaya ya Ubungo. Pale Ubungo kuna soko la mahakama ya ndizi. Nilipong'amua hila inayofanyika pale sokoni,
kulikuwa kuna kikundi cha watu wachache kinakusanya mapato kinyume na sheria. Kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa wakaenda pale kipindi hicho Bwana Makonda, wakatizama, wakasikiliza kero, wakaondoka, hawakurejea tena. Mimi nilipokwenda, na shahidi atakuwa Bwana Boniface Jacob, wakati huo akiwa mwenyekiti meya wa halmashauri ya manispaa ya Ubungo. Nilipiga marufuku mara moja kikundi kilichokuwa kinakusanya mapato kinyume na utaratibu, na nikaelekeza wafanya biashara na wajasiriamali wote katika soko lile watatoa shilingi 1,000 tu kwa siku na watafanya biashara bila kubugudhi. Wakati mkuu wa mkoa anakwenda pale, alielekeza watu wafanye ukaguzi wa ni shilingi ngapi soko lile lilikuwa linatengeneza. Kwa mwezi lile soko lilikuwa linatengeneza milioni 690. Katika milioni 690, halmashauri ya Kinondoni kabla ya kugawani ilikuwa inapokea shilingi milioni 3,200,000. Kiwanda cha Urafiki kilikuwa kinapokea milioni 7.5 mpaka milioni 10. Lakini makusanyo halali milioni 690. Taarifa hizi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ziko hata leo. Nilipopiga marufuku unyanyasaji wa wajasiriamali katika soko lile, na kwamba kila anaingia mle kujitafutia riski atatoa 1,000 tu na kupewa risiti, bado soko lilitengeneza milioni 120 kwa mwezi. Nikasema katika milioni 120, Urafiki milioni 60 ichukue halmashauri ya Ubungo, milioni 20 itumike kuendeleza soko, kufanya usafi na kutengeneza mabanda kila mwezi. Vita yake haikuwa ndogo, ilikuwa kubwa mno. Na ukumbuke wakati huo Magufuli ni rais. Ilikuwa kubwa mno vita ile. Urafiki wakakataa kuchukua milioni 40 licha ya kwamba walikuwa wakipokea milioni 7.5. Sasa tutanielewa tafsiri yake. Na tukawatoa halmashauri kutoka milioni 3,200,000 mpaka milioni 60. Baadaye majukumu yalibadilika, nikafanya kazi kwenye Chama cha Mapinduzi. Lakini ambie leo ukipita soko la Mahakama ya Ndizi, je, mazingira yameboreshwa? Jibu unalo wewe. Dhamira. Serikali hii inayoongozwa na Mama Samia haina dhamira ya kutatua kero za watu. Niliwaeleza kuhusu habari ya mwendokasi. Nataka nisiende kwenye mambo madogo, sijui imekuwaje. Nataka niwaeleze picha pana ya mwendokasi na namna ambavyo dhamira ya serikali hii inayoongozwa na Mama Samia haiko tayari kuona usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam unabadilika. Na hata kama wanatenda katika namna ambayo haiondoi tatizo. Na nitakupa ushahidi. Mradi wa mwendo kasi tangu ulipoanza una awamu kama 6. Awamu ya kwanza ni kutoka Kimara mpaka Kivukoni na ina matawi mawili, moja la Magomeni kwenda Moroko na pili kutoka Faya Kariakoo mpaka Gerezani. Hiyo inafanya kazi na ndio imekuwa ikichechemea mpaka leo. Awamu ya pili ni kutoka Posta
mpaka Mbagala. Awamu ya 3 ni kutoka Posta mpaka Gongo la Mboto. Awamu ya 4 ni kutoka Posta mpaka Tegeta. Tegeta pale. Mbele kidogo Tegeta. Awamu ya 5 ni kutoka Mwenge mpaka bandarini ili kufuata barabara ya Mandela. Na awamu ya 6 ni barabara kule Kigamboni. Sasa ninachotaka kukuambia, mimi nilipata bahati na mshukuru kuwa mwenyekiti wa kamati ya utawala na serikali za mitaa, na ndio inasimamia pamoja na mambo mengine wizara ya ofisi ya Rais TAMISEMI pamoja na DART, hii mamlaka inayosimamia miundombinu na swala zima la mwendo kasi katika jiji la Dar es Salaam. Ninakumbuka nikiwaeleza, badilisheni, boresheni miundombinu ili tuweke reli nyepesi ya mjini. Uwekezaji wake hauna tofauti kubwa na uwekezaji tuliofanya sasa. Uhai wake ni mrefu kuliko uhai wa uwekezaji wa sasa wa tunaotumia mabasi. Kwa mfano, uwekezaji wa sasa wa mabasi uhai wake ni miaka kati ya 10 mpaka 15. Ile barabara itaanza kuharibika, na mabasi miaka 7 mpaka 15 uhai wake umeisha. Lakini tukiweka reli rahisi au tram system, tram ni ile treni nyepesi ndogo ya mjini, uhai wake ni miaka 25 mpaka miaka 40. Najiuliza, kwa nini mpaka leo wazo la kuweka tram, mfumo wa tram, treni rahisi katika jiji la Dar es Salaam unakuja kuonekana kama mpango wa baadaye mwaka 2025? Dhamira. Na hapo ndani kuna watu wanajichomeka, walete mabasi, kusanye nauli, wajua wanachofanya. Kwa sababu hata sasa hivi hii mwendo kasi sasa hivi inaharibika. Kwa nini? Dhamira haipo. Ndio maana pesa wanakusanya na huduma ni mbovu. Pesa wanakusanya na ukarabati wa mabasi hawafanyi. Pesa wanakusanya na bado wanazongana namna hata ya kugawana mapato. Na hiyo ni pesa inayokusanywa, kile tunayoiona, inayopotea huenda ni kubwa zaidi. Wanakusanya wastani wa bilioni 3 kwa mwezi, na bado mabasi ni mabovu, hayatoshi, na miundombinu inachoka kadiri muda unavyokwenda. Wako wameonyesha mfano nchi kama ya Ethiopia, wana reli ya mjini nzuri sana na inatumia umeme. Unapiga hesabu, ukiangalia awamu ya 1, ya 2, ya 3 na ya 4, pesa ambayo imekuwa committed ni zaidi ya bilioni $1. Hii ni wastani wa trilioni 2 na bilioni 500. Kiwango hicho kingeweza kutupatia mfumo wa treni rahisi ya mjini ambayo haihitaji kubadilisha magurudumu, haihitaji kubadilisha alternator, haihitaji kumwaga oil ya mabasi na mambo kama haya. Matokeo yake mwaka 2025 bado nasikia tunaingia mkataba na kampuni ya kutoka Uarabuni, Abu Dhabi, ituletee mabasi 299.
mabasi tena 2025. Mfumo mzuri wa usafirishaji, mabasi huwa yanatumika katika barabara zinazolisha kwenye reli nyepesi, tram. Kwa mabasi yangekuwa yanatoka Mwenge mpaka Ubungo, Ubungo mpaka Tazara, Tazara mpaka airport, airport Majumba Sita, Majumba Sita Kinyerezi, Kinyerezi, mnielewa, tunafika mpaka wapi? Mbezi Mwisho, kituo kikuu cha mabasi, na pale reli itakuwa inapita. Angalau kwa sasa hivi reli itakuwa inaishia Kimara, lakini kwa maana hiyo then mabasi yangeendelea kutoka Mbezi Mwisho mpaka Mbezi ya Chini pale kwenye hospitali ya Masana. Alafu kutoka pale tungeunganisha tena mabasi yangeteremka mpaka Mbezi ya Chini kabisa, barabara ile ya Kawawa, Old Bagamoyo Road. Mabasi ya mwendokasi yangetoka kutoka Kinyerezi yangeshuka mpaka Segerea mwisho mpaka unakuja hapa Tabata relini. Hizo zinaitwa feeder roads, barabara zinazolisha mfumo wa reli. Huoni wakifikiri hivi? Mwaka huu wanasema wapo kwenye mipango. Unagundua tatizo ni dhamira. Wako tayari kuanza kutengeneza vituo vya kulisha gesi kwenye mabasi, lakini hawako tayari kutumia gesi hiyo kutengeneza mitambo ya kuzalisha umeme. Unagundua kama si ufinyu wa maono, dhamira, makusudi, hawataki tupige hatua. Lakini kwenye mwendokasi utagundua mtifuano unaotokea pale ni wa kufanya uamuzi, tena sio wa rais, waziri tu. Kauli hii moja na mgogoro ungeisha, lakini matokeo yake unaona kila mtu pale ni kama ni mnufaika. Ni mnufaika. Nani anaruhusu wakaweke karakana Jangwani, mahali ambapo unajua maji hujaa? Basi wanaweka karakana, kwa kila mtu anawaona wanajenga karakana Jangwani, inawekezwa pesa pale, walipa kodi Jangwani. Halafu nini kinatokea? Mafuriko yanakuja, yanaharibu mabasi yote yaliyopakiwa pale. Hatuni mtu kuwajibishwa. Waziri mkuu anaona, makamu wa rais anaona, ndo anahusika na mazingira, rais anaona ndo na dhamana ya nchi. Hakuna anayechukua hatua. Hawa watu hawamaanishi kutuletea maendeleo kwenye nchi yetu. Leo unaleta mabasi mengine 299. Nauliza, nimewaambia kwa bilioni $1 tungeweza kutengeneza mfumo wa tram Dar es Salaam kwa kutumia fedha hizi ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne. Kwa miundombinu uliokuwepo na maboresho madogo, tutaongeza substations, mifumo ya umeme, basi tungaliweza kuwa na mfumo wa treni mkubwa zaidi Afrika baada ya Ethiopia. Kwa bilioni $1 au trilioni 2 na bilioni 500. Inataka uongozi, haitaki bla bla. Inataka dhamira ya kweli na ya dhati ndani ya moyo wa kiongozi mkuu anayetuongoza, anayekuwa na maono. Maono ni yale mambo makubwa mazuri ambayo mkuu wetu anayaona mbele, na akieleza anatushawishi kumuunga mkono. Leo ukimsikiliza kiongozi wetu mkuu, anakushawishi kumuunga mkono, anakushawishi. Hawa anazungumza vitu ambavyo alitakiwa kuwa ameshavifanya katika miaka 5 iliyopita. Tafakari, ipende nchi yetu Tanzania, tunayo hii tu. Leo hii ninaambiwa idadi ya mabasi imekuwa ndogo mno. Kwa nini? Wanakusanya nauli, hawafanyi ukarabati, hawatengenezi mabasi. Mabasi ni mabovu, lingine
mengi, lakini moja limetaka kuwaka moto juzi na kudhuru watoto wadogo na abiria waliokuwemo. Kwa nini? Kwa sababu pesa inakusanya. Kama haiendi kwenye maboresho, kama haikarabati mabasi ambao ndio lengo kuu la msingi, unataka sisi wananchi tuseme nini kama sio mnakula hela hiyo? Huu ni wizi, ni ufisadi, na watu wanatakiwa kwa wakati sahihi, wakati wake Mungu wetu wa mbinguni, kuchukuliwa hatua kali kwa ubadhirifu mkubwa wa miundombinu hii inayotoa huduma za usafiri na usafirishaji katika jiji la Dar es Salaam. Siku hiyo inakuja, na mimi naomba sana Watanzania wawe na amani tena, wawe na mshawasha wa kuifikia siku hiyo ambapo haki inakuwa msingi wa namna tunatoa uongozi katika nchi yetu. Lakini Watanzania wao mnapendaga pia ni wachomekee vitu. Nataka kusema, nimsikia mgombea mwenza anazungumza kuhusu kuikomboa Tanzania, atamsaidia Rais Samia kuikomboa Tanzania, na mimi namwambia Tanzania ilishakombolewa. Ilikombolewa 61 kwa Tanganyika kupata uhuru, ilikombolewa 64 kwa Zanzibar kufanya mapinduzi, na ilikombolewa tuli consolidate ukombozi wetu kwa kuiunda Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ukombozi ulishakamilika. Shida ni viongozi wasiokuwa na dhamira ya kweli na ya dhati kuyaishi maono ya Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Kwanza, viongozi wasiokuwa na dhamira ya kweli na ya dhati kuishi kusudi la Mungu wetu wa mbinguni kwa watu wake hapa duniani. Unapokuwa kiongozi, huleti matunda mazuri, mambo mazuri kwa watu ambao ni watu wa Mungu. Wewe hutoki katika nuru, unatoka katika giza, kwa sababu kazi ya sisi viongozi ni kutimiza kusudi la Mungu duniani. Watu wapate maendeleo, wamshukuru na kumtukuza Mungu. Na hapo ndipo kazi ya pili ambayo inakuwa inashajiisha kutokana na kazi nzuri ya kwanza ya kutimiza kusudi la Mungu duniani kwa kutoa maendeleo mazuri kwa watu. Jina la Mungu linatukuzwa. Ukiona watu wanalia, ujue kazi ya kutimiza kusudi la Mungu wa viongozi wameshindwa, na wameshindwa kwa makusudi. Viongozi wanaoshindwa kutimiza kusudi la Mungu duniani hawatokani na nuru, hawatokani na Mungu wetu wa mbinguni. Sasa ni vizuri ikafahamika, anasema atasaidia kuleta ukombozi. Na mimi namwambia tulishapata ukombozi. Saa hizi tuna shida mbili. Ya kwanza, tulianza kazi ya ukombozi wa kiuchumi, economic liberation, alipoingia John Pombe Joseph Magufuli na mgombea mwenza Samia Suluhu Hassan. Kazi hiyo ilifanyika kwa mafanikio makubwa. Tanzania ilikuwa kinara Afrika na duniani, ilifanya mambo hayakuwahi kufanyika. Baada ya Rais Magufuli kufariki, tumerudi nyuma mbali sana. Hatuzungumzi ukombozi wa kiuchumi tena. Hiyo lugha imepotea. Mungu hata wanasema wanyonge hawahusiki. Mama Samia anayumba saa zingine, anasema mimi siongozi wanyonge, alafu baadaye anasema hawa wanyonge wenzangu, nagundua anatuchenga. Uongozi serious hautaki kuwachenga wananchi. Na Mama Samia, usikasirike unapoambiwa ukweli kama kiongozi, kwa sababu ukweli humfurahisha mfalme, na si uongo, na sio fitna, na sio chuki. Ninakwambia ukweli. Emmanuel Nchimbi anakudanganya wewe na anatudanganya sisi kwamba mnataka kuleta ukombozi. Hakuna ukombozi. Ukombozi tunaozungumza sisi, na mimi nikizungumzia mimi, tunataka kufanya ukombozi wa hatima
ya nchi yetu, ambayo hatima hiyo imegubikwa sasa hivi na giza nene, hofu. Watu hawana uhakika wa maisha yao. Kila mtu ninayezungumza naye anasema simu yangu nimeweka VPN, wasinitafute, wasinipate. Hofu kuu imeshika nchi yetu. Watu wanapotezwa, wanatekwa, wanauawa. Na yupo mtu mmoja ninamsamehe anayesema, mbona walikuwa wanatekwa tangu Mwalimu? Mimi naishi leo, ukitaka nirudishe zama za Mwalimu tuanzishe mjadala. Wanatekwa watu leo, wana hofu kuu. Hatima yetu iko mashakani, iko gizani. Hiyo tunataka kuikomboa, na ukombozi wa hatima ya Watanzania iko karibu sana, si mbali, kwa sababu huyu Mungu wa mbinguni hadhihakiwi, ndio kawaida yake. Lakini kwa sababu nisimwache ndugu Nchimbi hivi hivi, unajua polisi wanatumika saa nyingine vibaya, kutisha, kupiga watu na kushiriki kwenye vioperesheni vya uovu. Nitawaeleza kuhusu watu ambao wanashiriki na utekaji, kwa sababu jeshi la polisi haliwezi kujichomoa kwenye tuhuma hii. Na wala wasio na wasiwasi, siku inakuja hawa watakiri dhambi hizi na hatua kali zitachukuliwa dhidi ya wote wanaoongoza magenge ya kunyamazisha, kutisha watu, kuteka na kuua watu. Jeshi hili la polisi, uongozi wake una kesi ya kujibu. Mimi nawaambia sasa hivi, mimi sina matatizo, nawaambia sasa hivi. Jamaa yangu mmoja yuko idarani akasema, lakini Polepole, mimi na tutazamia baada ya uchaguzi maisha yako atakuwaje? Nikasema, nakwambia nani, kuna uchaguzi, hiki ni kiini macho. Hilo kwanza. Nikamwambia, akasema baada ya siasa hizi. Mimi sifanyi siasa ya uchaguzi. Mimi nazungumza mambo ya msingi ambayo nchi hii uongozi wake chini Mama Samia na serikali yake wanabagaza na kubananga haki za watu. Nikamkumbusha mwaka 2021 nilipofanya shule ya uongozi tulikuwa na uchaguzi. Akasema mwaka ule ulikuwa humsemi rais. Nikasema nimetumia miaka 4 kujiridhisha, shida ni uongozi kutoka juu kwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan. Akasema lakini unajua kwamba urais ni taasisi, ukimsema rais unasema vyombo vyote. Nikasema ni kweli, kwani rais akiwa na makosa tafsiri yake ni nini? Ninyi wote hamumsaidii. Akasema lakini unajua hakuna mtu ambaye kubishana na serikali akafanikiwa. Nikasema usiwe na wasiwasi. Akaniambia au ndio umejitoa mhanga kama Daudi. Nikamwambia mfano wa Daudi mzuri. Na mimi nikamhakikishia serikali hii na vyombo vyote vya ulinzi na usalama havikujua mimi nitazaliwa Tanzania. Yuko aliyejua, Humphrey Hezron Polepole siku moja atazaliwa katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Huyo peke yake mimi ninamwogopa, na nikienda kwake ninanyenyekea. Vyombo vya ulinzi ndio maana vinaitwa vyombo, ni kama vyombo vya kupikia, ni vyombo vyetu. Tunapaswa sisi wa Tanzania kuvitumia kwa mujibu wa katiba, sheria, kanuni na taratibu na tamaduni nzuri tulizojiwekea. Vyombo hivi ni mwiko kwa asili yake kujigeuza na kuanza kuwatumia Watanzania. Ni mwiko. Kwa hiyo bwana, huwa tunazungumza mara nyingi, ni mtu mwema hivi na anahangaika, lakini anatakiwa aendelee kusaidia viongozi, na mimi namtia moyo aendelee kuchapa kazi akiisubiri siku ambayo haki itahukumu.
Lakini kwa sababu nilikuwa namzungumzia Bwana Emmanuel Nchimbi, nikasema hivi, nyinyi mnakumbuka kwamba pale Oysterbay Police, kwa sababu nazungumzia polisi, pale Oysterbay Police, ule uwanja unaoanzia pale Namanga unakuja mpaka Moroko. Unafahamu ule uwanja ulikuwa unabinafsishwa kipindi fulani kwa bwana yule, aliyonisema na mimi nikamsema, kwa bwana yule na kampuni zake walikuwa wanachukua pale, wanageuza pale, wanajenga masoko, mnufaika yeye. Nataka niwape leo chemsha bongo, mkafuatilie. Wakati wanataka kugawa eneo lile kwenda kwa bwana yule, alikuwa waziri wa mambo ya ndani ni nani? Atakayepata tutamtafutia zawadi, na ikibidi mnaweza kumuuliza pia Bwana Emmanuel Nchimbi ili naye atusaidie majibu. Ni nani aliyehudumu kama waziri wa mambo ya ndani aliyetaka kuligawa eneo la police line hapo Namanga Moroko, hapo polisi ya Oysterbay, lile eneo lote. Mimi nimesoma Mbuyuni Primary School, nimepita pale kwa miaka 7. Alitaka kuligawa lile kwenda kwa bwana yule anayetubagaza mpaka kwenye madini. Aliyekuja kuzuia ubagazaji ule wa rasilimali za Watanzania na za jeshi la polisi si mwingine, ni mtu anayembeza kwenye kambi yao ya CCM mtandao, ni John Pombe Joseph Magufuli. Kwa nataka mumuulize Nchimbi atusaidie kutusaidia ni nani alikuwa waziri wakati ule. Nimemsikia Mheshimiwa Rais anazungumza kuhusu nwi. Nikasema mtu mmoja anamsaidia rais, labda wale wazee wale washauri, Bulembo, Omar Hadi Heri pamoja na Luhavi, wao wanakaa na rais kwa unyenyekevu, wamsaidie. Rais ni baba yetu na mama yetu, hizo jinsi zote anazichukua rais. Huwezi kwenda kuwaambia watu kwa lugha kama ya kubana pua, nwi. Ni mwiko. Wale watu ndio msingi wa mamlaka yote. Hata uamiri jeshi mkuu wako hautakiwi wala kujitambulisha, umetoka kwao. Nimeona mara kadhaa, unajua mara kadhaa rais amewahi kujitambulisha, niliyesimama hapa ndio rais. Inawezekana wasaidizi hawakumwambia. Yule Brigadier General Shauri, nafikiri anaitwa hivi, pale nyuma yake Kiingereza naitwa ADC, AD Camp, Kiswahili wanamsema mpambe. Yule sio mlinzi wa rais, yule ana kazi moja kubwa, kumtambulisha rais wetu na mkuu wa nchi na amiri jeshi mkuu. Kwa sababu hapa Tanzania hakuna mtu mwingine awaye yote ambaye anaposimama nyuma yake kuna Brigadier General amevalia uniform ya jeshi nyuma yake, isipokuwa amiri jeshi mkuu. Hata asipojitambulisha, ukimwona Brigadier General kasimama nyuma ya mtu anazungumza na nini au anatembea, huyo ni mkuu wa nchi, amiri jeshi mkuu na rais wetu. Nitaka mfahamu hilo. Kwa si vizuri Mama Samia unapoenda kwanza kujitambulisha tena inaonekana unatufokea, na hatuja kukosea, unatutisha. Na wewe utishi, kwa sababu anaitisha ni Mungu peke yake. Unasema hakuna atakayevuruga uchaguzi. Ni kweli, hata sisi hatutaki mtu avuruge uchaguzi. Unachotakiwa kujua kwa nini watu wana malalamiko. Hilo ndio tunatakiwa kujua. Sioni ukifanyia kazi malalamiko na kuona ukipuuza malalamiko ya watu. Na hapa nataka kusema kitu kimoja, na nimewahi kusema, CCM itaharibikiwa siku ikianza kupuuza wananchi. Haya maneno niliyasema mwendo mrefu wa miaka 5-6 iliyopita. CCM itaharibikiwa
ikianza kupuuza wananchi. Na nataka nikwambie Mheshimiwa Rais Samia, CCM ikifanyaga vizuri hainaga mpinzani, ikifanya vizuri kabisa hainaga mpinzani, na sapoti yake huwa inatoka kwa watu. CCM ikifanya vibaya, CCM ikifanya vibaya huwa inatengeneza upinzani. Ndio kina Chadema wanainuka juu, wapinzani wa kweli. Achana na kipindi kile wako na mzee Mbowe, naye kidogo ni mtu naye isijikite huko, lakini mpinzani wa kweli wa Chama cha Mapinduzi kinapoanza kupuuza watu ni wananchi wenyewe. Ndio maana hata sasa hivi Chadema hawafanyi siasa, kiongozi wao yuko jela, lakini unaweza kuwauliza wasaidizi wako wengi tu katika vyombo vyetu, waulize eti hali yako kwa wananchi ikoje? Mimi nitakwambia ukweli, kwa wale nazungumza nao hawakukubali na wanahisi unawakosea sana. Sasa makosa unafanya wewe, hasara inabeba CCM na wahanga ni Tanzania nzima. Nikusihi usirudie tena kuwatisha Watanzania kwa dhamana waliokupa. Unaweza ukafokea wezi, unaweza ukafokea mafisadi, unaweza ukafokea wala rushwa, kitu ambacho hufanyi Mama Samia, hufanyi. Na watu wanajiuliza dhamira yako ni nini? Tunarudi pale pale, dhamira. Tamsikia tena Nchimbi anasema Mama Samia umefanya maendeleo makubwa kiasi kwamba jumuiya ya kimataifa inakupongeza na kukupa tuzo. Hivi Balozi Nchimbi, mimi zamani nilikuwa balozi kabla ya kujiuzuru. Kwa mimi na wewe tumekuwa colleagues kwenye utumishi wa nje. Mimi na wewe tunaweza kuwa tunafahamu, tukiamua kukubaliana kwamba tufahamu katika misingi. Hivi sifa ya kwanza rais akifanya kazi vizuri inatoka ndani ya nchi au nje ya nchi? Kwani unataka kumdanganya na kumuonyesha unambulunganya Mama Samia? Lakini kule ni kumbulunganya Mama Samia kwamba unafanya vizuri, umesifiwa, umepewa tuzo kutoka nje. Umemwambia Mama Samia anatizamwa vipi kwa watu? Na mimi nikwambie, watu hawatapiga kura mwaka huu kwa sababu wameona hadaa kubwa. Mimi sitapiga kura kwa sababu ni mtu mwenye uelewa, maarifa, nimekuwa na dhamana, nimeona kazi inavyofanyika, na ndio maana nilijiuzuru kwenye nafasi zangu zote kwenye serikali, kwa sababu sikutaka kuwa sehemu ya hadaa hii tunawafanyia Watanzania. Kwa hiyo acha kudanganya watu kusema uzuri wa kazi ya Mama Samia unapimwa kwa tuzo kutoka nje. No, uzuri wa kazi ya Mama Samia unapimwa kwa ukubalifu wa kazi hiyo kwa wananchi wake waliompa dhamana ndani ya nchi. Na je, mmewauliza wananchi wanasema nini? Humu ndani ya CCM kwenyewe hatumkubali Mama Samia. Tunamheshimu lakini hatumkubali. Halafu wala msiwe na wasiwasi mimi nitaishije. Unajua mimi Mkristo, nampenda Yesu na namuomba kila siku mpango mzima wa kwenda mbinguni. Amesema msihangaike na vitu vidogo vidogo. Kwangu mimi vitu vya kibinadamu hivi ni ziada. Msetule tumeambiwa Wakristo, tafuteni kwanza ufalme wake na hayo yote hayo yale ya kibinadamu mnazidishiwa, ni ziada. Mimi sikuandikiwa kufanya kazi kwenye serikali, ila nimeandikiwa kusema ukweli. Na nitasema ukweli hata kama niko peke yangu, out of all conventions. Sitarudi nyuma.
Siku moja Mama Samia, hii watu wanasema pia mtandaoni, anazungumza pale, ndio ile mtindo wa kusema practical needs. Unajua kuna kitu kinaitwa kwenye maendeleo, kuna kitu na kwenye elimu ya jinsia na maendeleo, kuna kitu kinaitwa practical needs, alafu kuna kitu kinaitwa strategic needs. Strategic needs ni mahitaji ya kimkakati ambayo ukiona mtu amelitamka unaona jambo kubwa linatatua kero nyingi za watu. Alafu kuna kitu kinaitwa practical need, ni jambo la kawaida, mtu akilitatua ni hilo tu, kama kujenga soko, practical need. Lakini kujenga mabwawa 5 ya kuzalisha umeme ni strategic needs, kwa sababu utapeleka umeme kwa watu wengi zaidi. Tumezalisha hata bwawa moja la kujenga umeme kutoka mwaka 2020 mpaka 2025. Tulitakiwa tutengeneze mabwawa kati ya 5 mpaka 7 na stations za kuzalisha umeme kwa gesi na kwa maporomoko ya maji. Hakuna. Tunazungumza habari ya kujenga vituo vya afya. Vituo vya afya bila umeme. Ndio maana watu hawakuelewa waliposikia mtanunua umeme kutoka Ethiopia. Tunatakiwa sisi tuwe wajanja, tuwe na ujazi wa umeme ndani, ili hata kama kuna umeme wa Ethiopia unaokuja ni wa kwetu, tutakuwa unaondoka, kwa sisi tunapata pesa, ila sio sisi tunakuwa wanunuzi. Ni kweli tupo kwenye East African Pool, tupo katika lile bwawa la ujazi wa umeme la Afrika Mashariki, lakini na sisi tumejaza umeme. Ndio tunatengeneza vituo vya kujaza gesi, mabasi ya mwendo kasi. Wakati mwaka 2025 tunapaswa kuwa na reli na treni za mwendo kasi ndani ya jiji la Dar es Salaam kwa pesa ile ile trilioni 2.5. Tukimaliza Dar es Salaam ingekuwa mji mmoja kama ile tunaiona Ulaya. Mimi nilipelekwa na serikali Ulaya mara ya kwanza mwaka 2000. Tukatua pale Amsterdam, Uholanzi, tukachukua treni ya mwendo kasi mpaka Den Haag, mjimeta The Hague, Uholanzi. Tukafika kule tukapanda reli nyepesi, ndio hiyo tram naita. Nikakaa hapa kichwani. Baada ya hapo nimekaa sana, nimezurura sana Ujerumani, Faransa, Hispania, Spain kule, unajua Denmark, Sweden, Finland, Norway, mpaka Greenland. Nimeona ile imekaa kichwani. Nauliza, miaka 25 toka nilikwenda Uholanzi, nimeshare mawazo haya mengi. Kwa nini hatutengenezi treni za mjini? Hata kwenye ilani ya sisi inasema tutapanga. Unapanga mwaka 2025 reli ya mjini. Ethiopia iko pale. Kama tulitumia 6 trillion, tukatumia 7 trillion kwa ajili ya bwawa la Mwalimu Nyerere pamoja na reli mwendo kasi kwenda Dodoma, tunashindwa nini kutoa 2.5 trillion tukatransform jiji la Dar es Salaam lenye wakazi wengi kuliko jiji lolote katika nchi yetu? Dhamira. Dhamira. Sasa nyinyi mnaonisikiliza mtakuwa mnaniambia, kuna dhamira ipo au haipo? Kama haipo, si wameng'ang'ana, wameshupaza shingo kuendelea na hiki kioja kiini macho cha uchaguzi na mikutano ya hadhara? Na mimi nitakuwa hapa msimamo tunavyoendelea, lakini jambo la msingi, hakuna uchaguzi mpaka tumefanya mwafaka wa kitaifa kulileta taifa pamoja. Kinyume na hapo, hakuna kupiga kura. Yaani ile tarehe 29 mtu asionekane kituoni. Mimi sitakwenda kituoni, na watu wote ni mapenzi mema, unaipenda nchi hii, usiende kumpa uhalali mtu asiye na dhamira ya kweli na ya dhati kutatua kero za Watanzania. Na huzunika kwa sababu ni mama, lakini pia ametufundisha kitu kingine. Sio kuhusu ni mama au ni baba, ni mtu mwenye dhamira ya kweli na ya dhati, mwenye hofu ya Mungu na uadilifu usiotiliwa shaka. Si mtu mbabaishaji. Mwisho, leo nataka niwaambie, nimepata taarifa kutoka maeneo
manne ambayo imekuja moja kwa moja kwa ushahidi. Kumekuwa kuna mikutano inaitishwa ya viongozi wa dini, na viongozi wa dini, mikutano hii inaitishwa na viongozi wa serikali, wanawashawishi kushiriki kwenye uchaguzi, kupigia kura mgombea wa CCM. Mimi nataka nisiwazungumzie viongozi wa dini, ila ni waombe wamshirikishe Mungu wa mbinguni wanayemtumikia kwa yanayoendelea kwenye nchi yetu. Mungu anasema nini? Tupo katikati ya giza nene la hofu. Wako viongozi wa dini wananiombea, na mshukuru Mungu sana kwa ajili yao, lakini wako wanaogopa hata kupokea message yangu. Yaani message inaingia, wanasoma na hawajibu, na ni salamu tu. Hofu kuu, wanaogopa binadamu kuliko Mungu. Na niwakemee ninyi viongozi ambao mmekuwa mkifanya mikutano hii. Mkutano mmoja mlifanya pale Usigo, maeneo kama Gongo la Mboto huku na jimbo la Ukonga. Alikuwepo mwana CCM mmoja, jamaa yangu sana, akaniambia kuna mchungaji sijui mtu wa dini akasimama, kwa sababu walianza kuzungumza kuhusu puuzeni polepole, kama nyinyi viongozi wa dini mnatakiwa kumtenga. Nyinyi CCM viongozi mnaweza mkaingilia mtengwa na dini yetu au dhehebu ninalo shiriki. Mimi nimeshavuka kanisani na kwenda kushirikiana na wenzangu, lakini mimi uhusiano wangu ni moja kwa moja na Mungu wetu wa mbinguni. Yule bwana akasema, lakini kwa nini msifanyie kazi anachosema? Haya, mkamshukia mkambagaza. It's very unfortunate, kwa sababu pia kutoka pale nafikiri nilipata mawasiliano ya mahali ambapo familia yangu na mimi pia huwa tunaabudu pale kanisa Jisegerea. Mkatafuta hata mchungaji huko, naye mkamtisha. Namshukuru sana yule mchungaji, ni mtu amesimama imara, ana msimamo, na Mungu ambariki sana. Hakuwasikiliza, kwa sababu hata nyumbani kwetu sijaenda mpaka leo. Acheni tabia mbaya ya kutumia dini kutisha, kutumia siasa na mamlaka ya serikali kutisha viongozi wa dini. Acheni, mtalaanika. Acheni. Hii habari ya mwendokasi is unfortunate, lakini wahakikishie katika wakati sahihi wa Mungu wetu wa mbinguni, ili jambo la mwendokasi ni kufanya hivi tu. Ndani ya miaka hii mitatu ni treni zinapishana hapo mjini kwa mtindo huu. Wakati huo dhamira ya kweli na ya dhati itakuwa inaongoza nchi yetu. Nimalize kabisa kwa neno moja. Mnazungumza kila siku, wanahubiri mambo ya amani. Wanahubiri kwenye mikutano ya dini, wanasema amani. Waongo wakubwa. Hebu niwasaidie kuwakumbusha na wale viongozi wa dini wanakwenda kuambiwa hivi. Mika katika Biblia, Mika 6:8, Bwana amekuonesha yaliyo mema, naye anataka nini kwako ila kutenda haki, kupenda rehema na kwenda kwa unyenyekevu kwa Mungu wako. Unielewa? Alafu amani kwa Isaya 32:17 anasema, na kazi ya haki itakuwa amani, na matunda ya haki yatakuwa na utulivu na tumaini milele. Tafsiri yake ni nini? Hakuna amani bila haki kwanza. Acheni kuhadaa watu. Zungumzieni haki. Tuwe na amani ya moyo, tuwe na amani ya mazingira. Ndio hapo sasa tutazungumza kuhusu amani. Haki kwanza. Asanteni na Mungu wa mbinguni